Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa nafasi hii ya kukutana madrasa za Mombasa County, kuanzia Mombasa pa mjini, ikiwepo kutoka Kisauni, kutoka Nyali, kutoka Likoni, kutoka Changamwe, kutoka Jomvu. Tumekutana kwa munasaba wa kufanya mchujo wanafunzi ambao watashiriki katika mashindano ya hadithi mwezi wa Ramadhani, ambao Ramadhani ijayo biidhnillah. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 12 2025, na hapa tuko katika Masjid Luqman, inapatikana katikati ya Mombasa, na tumepata nafasi ya kuweza kufanyisha mchujo katika kikao cha kwanza, na tupo katika muda ambao ni wa mapumziko, na baada ya muda mchache tutarudi katika kuendelea na mchujo hatua ya pili. Jambo kubwa kwanza, tunashukuru walimu wa madrasa ambazo zinahusika katika mchujo huo na mashindano hayo, kwamba walimu walilahi alhamdu wamehudhuria pamoja na wanafunzi wao, na pia uzuri zaidi kwamba tuna wanafunzi wa kike na wanafunzi ambao ni wa kiume, na wote alhamdulillah wameshiriki kama ambavyo mtakuja kuona katika maandalizi ambayo yamefanyika. Na wanafunzi walilahi alhamdu wanashiriki kwa uzuri kabisa, wanajiamini, wana imani ya dhati kwamba wote inshallah watashinda katika mchujo huo. Mwisho wa mchujo tutahitaji wanafunzi 4 peke yake. Nataka wanafunzi 2 wa kiume na wanafunzi 2 ambao ni wa kike, ambao watakuja kushiriki katika mashindano makubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Cha msingi, nafasi hii tunawashauri na kuwanasihi walimu wa madrasa na wazazi kwamba mashindano haya hayajawekwa kwa ajili ya kutafuta neno ushindi. La, nia kuu sio kutafuta ushindi, wala nia kuu sio kugawa zawadi. Nia kuu ni kuamsha, tunataka kuamsha akili za wanafunzi na moyo wa wanafunzi, hisia za wanafunzi na wazazi kwa ujumla na walimu kwa ujumla, watambue umuhimu wa kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ambavyo wametambua umuhimu wa kuisoma Qur'an. Kwa hiyo mashindano haya nia yake sio zawadi tu, bali nia yake ni kutengeneza awareness, muamsho na akili za watu watambue umuhimu wa kusoma na kuhifadhi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwisho kabisa ni kwamba haya yote yasingetimia baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ni kwa kupatikana umoja wa walimu wa madrasa, na umoja huo wa walimu wa madrasa ukiwa unaongozwa na ndugu yetu Sheikh wetu Obo Muhammad Obo, Allah muhifadhi, na kazi kubwa ambayo anaifanya ya kutengeneza umoja wa walimu na kuendesha kwa njia ambayo inayofaa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe taufiki na ampe thabati na amzidishie nguvu na upendo kwa kazi ambayo anaifanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walilahi alhamd, sisi tunashukuru Allah kwamba idadi ya madarasa ambazo tumezikusudia zimehudhuria, na hudhuri ya leo iko katika, tukigawa percentage, iko takriban 95%, na kama inavyofahamika kwamba kitu kikishafika 95% ina maana huwa kimekamilika. Kwa hiyo tunasema idadi ambayo tumeikusudia imefika, na ndio maana tumeigawa katika vipande hivi. Kuna awamu ya kwanza na awamu ya pili. Alhamdulillah, ni kweli, kwa sababu mashindano haya sisi yakifanyika Ramadhan
huwa ndiyo mashindano ya mwisho kila mwaka, lakini mpango wetu ni kwamba mashindano yatakuwa yanaendelea, kwa sababu hii ambayo tunaenda Ramadhani ni mara ya 3 au mara ya 4, na nia ni kwamba yatakuwa yanaendelea, na tumeanzia upande ambao ni wa county. Sasa hivi tumeenda upande ambao ni wa region, tuko upande ambao ni wa Coast region yote, ambayo ndani yake kuna county 6 inshallah, na baada ya hapo inshallah tutaenda national, tutaenda mashindano ambayo ni ya kitaifa, Kenya mzima iweze kushiriki, county 47 zote zishiriki, na baada ya hapo inshallah itakuwa ni international, tunaenda kimataifa biidhnillah, na hayo ndiyo tunayokusudia. Na shukran wa jazakum.